Wakenya waliokwama nchini Urusi wametofautiana vikali na majibu ya serikali ya kitaifa kuhusu taarifa zao baada ya mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi kufika katika nchi hiyo mwezi wa Machi. Wakenya haswa waliokwama katika hospitali nchini humo wamekiri kuwa wako katika hali mbaya na kuwa hata wanapougua majeraha wanahofu kuwa watapelekwa vitani licha ya hali hiyo. Hilda Kiptoo na maelezo zaidi. Waziri Mkuu Musalia Mudavadi hii leo alitoa ripoti mbele ya kamati ya Seneti ya ulinzi na wa kitaifa na mambo ya kigeni kuwa Wakenya 38 wamelazwa katika hospitali nchini Urusi. Mmoja wa Wakenya hawa ni Christopher, ambalo si jina lake halisi. Watu wame lose life, hata marafiki tulikuja na wao wengi. Nikiongea na wewe saa hii mimi niko injured. This is ni injury ya pili, of which imeni disable kabisa. Injury yenye nilipata kwanza nilipata fracture kwa upande wa kichwa, na sasa ingine hii kabla hujapona usharudishwa tena. Christopher, ambaye alikuwa mhasibu, anasema kuwa yeye pamoja na Wakenya wengine walihadaiwa hadi walipojipata katika vita vya Urusi wakiwa kwenye mstari wa mbele baada ya kuahidiwa kuwa madereva watakapofika kule. Baada ya kutumika kwa miezi na kuumia katika vita hivyo, Christopher alipata matumaini alipopata taarifa ya ziara ya Waziri Mkuu Musalia Mudavadi Urusi. Tulianza kusahau yale ambayo tumepitia, tukajua baba yetu amekuja kutuchukua. Lakini baadaye wiki kama 3 zimepita, hatujapata taarifa yoyote ambayo ni official. Tunapiga embassy na wanashika simu, wanatueleza kwamba tuliambiwa tulisign contract na voluntary basis na maybe hakuna kitu inaweza fanyika. Vile Leonard, ambalo si jina lake halisi, amepitia masaibu sawia huku akisalia pasi na kusikia kilio chake hata baada ya kuumia mguu. Kwa sasa Waziri Mkuu Musalia Mudavadi ametoa ripoti ya Wakenya 16 ambao hawajulikani waliko, huku 165 wakisemekana kuhusishwa na masuala ya kijeshi Urusi na 47 kuokolewa. Zaidi ya hayo, Wakenya 2 waliotambulika kama Evans Kibet na Macharia Muniu wametekwa nyara na jeshi la Ukraine, huku ikihofiwa kuwa kuna wengine wengi waliotekwa. Hilda Kiptoo, NTV.